Ni muda mwingine tena tukikutana hapa sehemu yetu husika na makutano yetu ya soka pamoja na burudani zote za Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Tukizungumza na kujadili, tukishirikishana na kupeana mawazo ya hapa na pale katika haya ambayo yanaendelea kwenye soka la nyumbani. Sasa habari kubwa ambayo siku ya leo imeweza kuibua hisia za mashabiki wengi huko kwenye mitandao ya kijamii ni mara baada ya mchezaji nguli wa soka duniani Cristiano Ronaldo kuweza kuitaja Tanzania na kutaja klabu ya Simba kwa makubwa wanayoyafanya, haswa kumlenga mchezaji Anicet Oura akiwa kama mchezaji ambaye hana masiku mengi tangia asajiliwe hapo klabuni Simba, lakini maajabu pamoja na uwezo mkubwa anauonesha umekuwa ukiwafikia wadau mbalimbali wa soka pote. Bwana, taarifa hii kiukweli si taarifa ya mchezo, ni taarifa iliyojaa uzito wa hali ya juu na inahitaji chambuzi pamoja na uweredi mkubwa sana, lakini ni hatua kubwa kwa klabu ya Simba. Mimi nikukumbushe, kabla hatujaendelea kulijadili hili kwa makini na nikupe yale ambayo yanaendelea, kwa yeye ambaye bado hujafahamu, gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kubofya alama mbili za kengele. Kwa kufanya hivyo tayari utakuwa umejiunga nasi na hautaachwa nyuma na habari pamoja na matukio yote yanayoendelea kutrendi huko kwenye kurasa mbalimbali mitandaoni. Sasa kwa kile ambacho Cristiano Ronaldo ameweza kukifanya, kwanza ni upendo wa hali ya juu. Si jambo dogo kwa mchezaji mkubwa na maarufu duniani kama Cristiano kuweza kuzungumzia na kutaja klabu ya Simba, jambo ambalo pengine unaweza ukalichukulia rahisi, lakini si la dogo tena. Hii inaingia katika historia kubwa sana pale wekundu wa Msimbazi Simba. Wana Kariakoo wanaenda kutengeneza tena hatua nyingine kubwa ya kimataifa, kwa sababu ndoto na matokeo zaidi ya namna hii huwa yanatambulisha timu kimataifa, sababu ikumbuke kwamba Ronaldo ana wafuasi wengi sana kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Hivyo kwa kuweza kupost picha na kuzungumza maneno na kutoa sifa na pongezi kwa klabu kama ya Simba, hii inafanya utambuzi kwa mashabiki ambao wamemfollow Cristiano Ronaldo ama kumfuata, na wale wafuasi wengi kuitambua timu ya Simba. Kwa hivyo hii ni hatua kubwa sana, mbali na klabu ya Simba kusifika kuwa ni klabu bora na imechukua makombe mengi na ina historia na wadhifa wa hali ya juu hapa barani Afrika, lakini pia kwa matukio kama haya makubwa ambayo yamekuwa yakiendelea yanajenga na kuongeza zaidi CV za timu husika. Hapa ndipo ambapo utagundua pia umuhimu na faida za uwekezaji, kupata pia uongozi uliokuwa bora kwenye timu. Simba imefanya usajili ambao umekuja kubadilisha kila kitu. Hapo nyuma misimu kadhaa tuliweza kushuhudia klabu ya Simba ikifanya vibaya, haikuwa katika format nzuri na wachezaji walikuwa wakishuka value zao, hata wale ambao walikuwa wakionekana ni wachezaji bora, lakini kutokana na performance mbovu ya timu, nao pia walianza kuonekana ni wachezaji ambao si wa viwango vile vya kimataifa. Lakini mara baada ya jopo kukaa chini kuweza kuibuka na sajili zilizokuwa na mipango na mikakati mikubwa, ndivyo ambavyo klabu ya Simba sasa hivi imeanza kuonyesha performance za hali ya juu zaidi. Ukitazama mchezaji Anicet Oura ni mchezaji mwenye performance kubwa sana, ambaye tangia aje kwenye ligi ya hapa Tanzania amefanya makubwa ndani ya muda mfupi tu, na watu wengi wamekuwa kimsifu na hata kumfananisha na baadhi ya wachezaji ambao wanatokea kwenye virabu vingine vya soka na virabu pinzani. Hii yote ni kutokana na uwezo na balaa kubwa ambalo wameweza kulionyesha ndani ya muda mchache tu tangia awasili hapa kwenye ligi ya Tanzania. Sasa moja ya jambo kubwa ambalo Ronaldo ameweza kumsifu na Oura ni uwezo wake mkubwa wa kumiliki mpira, lakini pia skills pamoja na maarifa na ile spidi ambayo anakuwa nayo uwanjani, ni kitu ambacho kimemkosha sana Cristiano Ronaldo. Lakini ametoa ushauri na kufunguka vingi sana ambavyo vikizingatiwa katika virabu vya soka vya hapa Afrika
wachezaji watatangaza timu zao, lakini pia wao watapata nafasi ya kwenda kucheza timu kubwa duniani. Tunaona kwa mfano hapa Tanzania tuna mchezaji Mbwana Samata ambaye tunamtazamia kama ni icon, na hatua alizozipiga ni hatua kubwa. Ameshacheza virabu vya soka mbalimbali duniani ikiwemo Aston Villa, jambo ambalo lilikuwa katika historia kubwa sana hapa nchini, lakini pia mashabiki wamekuwa wakifurahi kuona wachezaji kutokea hapa nyumbani wakizidi kutanua wigo na kuitangaza nchi na kuweza kutengeneza mapato ya kwao pamoja na taifa. Sasa kwa Ronaldo, ushauri mkubwa ambao ameutaja, amesema mashabiki inatakiwa waongeze nguvu kwanza kwenye kuishabikia timu, lakini pia wachezaji wanatakiwa wawekeze kwenye hali za nidhamu, upendo, mshikamano, umoja, true and love. Vyote hivi huwa vinatengeneza wachezaji waliokuwa bora. Na akaongelea kuhusiana na swala zima la uongozi kuwa na mawasiliano pamoja na maelewano mazuri baina yao pamoja na wachezaji. Hii huwa inajenga confidence kubwa na inamfanya mchezaji anakuwa yuko huru na amani anapokuwa klabuni hapo na kuendelea kufanya majukumu yake. Lakini pia akazungumzia swala la teamwork. Panapokuwa na teamwork ndipo ambapo kila mmoja atafanya jukumu lake kwa wakati husika na kwa jinsi ambavyo limepangwa. Sasa kwa klabu kama ya Simba sasa hivi tumeanza kuona swala hilo limekuwa ni la kuzingatiwa sana. Teamwork ni kitu ambacho kimezingatiwa na kinafanyiwa kazi, na kwa kuwa yupo mwalimu Steve Barker ambaye mpaka sasa hivi tayari ameshaonesha uwezo wake mkubwa na bado anaaminiwa na anaendelea kuimarisha kikosi cha Simba kwa hali na mali. Tekniki zake nimekuwa ni tekniki ambazo zimeenda shule, zimeshiba na zenye mipango ambayo kwa hakika ukitazama utagundua kama mipango hii iko madhubuti kuweza kufikisha klabu kimataifa zaidi. Mimi nikukumbusha wewe ambaye bado hujajiunga nasi kwa mara nyingine tena, hakikisha umejiunga nasi hapa ili usipitwe na habari pamoja na matukio mbalimbali ya michezo pamoja na burudani. Lakini toa maoni yako, utuambie ni nini ushauri wako kwa klabu ya Simba, wachezaji, na umejisikiaje kuwa na klabu yako ya Simba wewe kama shabiki imefika hatua za kutambulika duniani na wachezaji wakubwa, na katika hatua hii unaona vipi vifanyike? Na kama ambavyo Ahmed Ally amezungumza, yeye kwake ni furaha na anaona ndo zidi waendelee kupambana, sababu ni moja wapo ya hatua ambayo itabaki kuwa kwenye madaftari ya Simba kama kumbukumbu pamoja na vitabu vyao ambavyo vipo kwa ajili ya historia ya klabu ya Simba.